Mashabiki wa Young Africans kweli mpo na furaha kubwa sana, furaha ambayo iliyopitiliza tofauti na mashabiki wa Simba Sports Club. Hakika ongereni sana kwa kuwa na furaha ambayo mpo nayo. Simba mashabiki wao wapo kwenye huzuni nzito kutokana na hichi ambacho kinaendelea kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo baada ya kupoteza michezo takribani miwili kwenye kundi lao wakiwa na pointi 0 mpaka hivi sasa, tofauti na nyinyi mashabiki wa Young Africans ambao mpaka hivi sasa mna pointi 4 kwenye kundi lenu. Kongole sana kwenu kwa hatua ambayo mmepiga, lakini safari bado ni ndefu, safari bado ni nzito. Young Africans kiukweli, mashabiki msione kwamba tayari kwamba mmeshafanikiwa ama tayari mambo yameenda kuiva. Bado mambo ni magumu, haswa asikuambie mtu. Mnaweza mkaanza na furaha lakini mkajikuta mnamaliza na huzuni vile vile. Lakini ukiangalia kwa upande wa Simba wenyewe, kwa namna ambavyo huzuni ambayo wako nayo kwa hivi sasa, ukweli ni kwamba huzuni imetawala. Ukitazama nyuso zao zinaashiria kama mtu ambaye amefiwa na ndugu yake ndani ya familia, tena mtu muhimu haswa. Ndizo nyuso za mashabiki wa Simba zipo kwa hivi sasa. Tabasamu kubwa, nyuso zenye furaha ziko kwa upande wenu nyinyi mashabiki wa Young Africans bana. Yote kwa yote tunasema kwamba ni mambo ambayo yapo kwenye soka. Simba kwenye kundi lao tumeona wapinzani ambao wako nao, Petro de Rwanda, Stade Malien, lakini pia Esperance de Tunisia. Esperance de Tunisia ni timu ambayo ukitaja timu tatu bora ambazo zipo kwenye renki ya kafu, basi huwezi acha kuwataja Esperance de Tunisia. Sasa hii nikiwa na maana gani? Ni timu ambayo ni bora, lakini kwa msimu huu wanaonekana wako kwenye ule ubora mkubwa ambao wako nao wa miaka yote. Labda pengine Simba wanaweza wakafanya jambo hapa katika mechi zao ambazo zimesalia, wakafanikiwa kupata at least alama 4. Lakini pia na mechi moja ugenini dhidi ya Petro de Rwanda. Vipi kama akafanikiwa kupata matokeo? Kumbuka sio kwamba alicheza vibaya, bali alishindwa kuweza kufunga mabao, ila alikuwa yuko kwenye mchezo mzuri. Lakini vipi kama Simba atafanikiwa kushinda dhidi ya Stade Malien wakiwa kwa nyumbani? Ukijumlisha zote hizo zinaweza kufika pointi takribani 10. Bado Simba wako kwenye nafasi nzuri ya kuelekea kwenye hatua ya robo finali. Lakini kwa upande wa wananchi Young Africans, kongole kwa pointi ambazo mmezipata. Pointi 4 ni pointi ambazo tunasema kweli Young Africans wamepambana, tena kwenye kundi ambalo wanaonekana Waarabu ambao ni wazoefu kabisa wa michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Wamekuwa wakifanya vizuri mara kwa mara. Ukiwataja JS Kabylie, kila mara tumekuwa tukiwaona kwenye hii michuano. Lakini pia ni timu ambayo inafanya vizuri pale kwenye ligi bora kabisa ya Algeria. Ukiwaangalia FAR Rabat, timu ambayo ni bora kwa hivi sasa pale Morocco. Lakini pia hata kwenye hii michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, kombe la shirikisho, wamekuwa wakifanya pia vizuri kwa siku za karibuni. Ni timu ambayo inaonekana ni nzuri. Lakini hata msimu ukiwaangalia aina wachezaji ambao wamesajiliwa kwenye hichi kikosi, basi unajua kwamba kweli Young Africans wanakutana na timu ambazo ni ngumu. Al Ahly haina haja ya kumuelezea sana, huyu ni bingwa wa kihistoria barani Afrika, timu ambayo ipo bora katika nyakati zote kwenye ardhi ya bara la Afrika. Young Africans tunajua ili kundi, kutokana na ugumu ambao upo hapa, wanastahili pongezi kwa hizi pointi 4 ambazo wamezipata. Wengi hawakutegemea kama Young Africans hivi sasa wangekuwa na pointi 4 katika mechi hizi mbili, kutokana na ili kundi namna ambavyo lilivyo. Young Africans alikuwa anaonekana uko kwenye kundi la kifo, lakini mpaka hivi sasa amefanikiwa kwa asilimia kubwa kuweza kuvuna alama 4. Hizi alama 4 zisije zikawaponza wananchi Young Africans, hususan mashabiki, mkajiamini kwamba moja kwa moja tayari imefanikiwa kwenda kwenye hatua ya robo finali. Ni jambo ambalo pia mnapaswa kukaa chini na kulitafakari na kuendelea kuiunga mkono timu, kuamini kwamba haijaisha mpaka iishe. Naweza mkaanza kwa furaha na mmeanza kwa furaha vizuri, lakini mkajikuta mnamaliza na huzuni. Sasa ili furaha iendelee, muweze kumaliza na furaha, basi mnapaswa kuendelea kuiombea timu yenu. Ukweli ipo kwenye kundi ambalo ni gumu na hapaswi kulaumiwa mtu
lolote lile litakalo tokea. Njia ya Young Africans kwenda kwenye hatua ya robo finali bado nayo pia ni ngumu vile vile, japo wana pointi 4. Msiwacheke Simba tu pekee kuona kwamba kama habari yao imeishia pale. Simba anaweza kaa ni kama Simba aliyepumzika tu. Lakini vipi kama akalala moja kwa moja? Kama akalala moja kwa moja, ama kama akashtuka asilale moja kwa moja. Kwa ni jambo ambalo pia linaweza likatokea vile vile mitaa ya Msimbazi. Kwa hiyo wananchi Young Africans, endeleeni pia kuisupport team, inafanya vizuri kwa hivi sasa, mnaweza mkatoboa, lakini si kiwepesi, bado kuna kazi ya ziada ya kufanya. Mimi ni Eric Keman, referee mbeji ya FIFA. Hii ni Gift Online TV. Hakikisha una subscribe channel yetu ili kuwa kwanza kwa ajili ya kupata mengi ya kimichezo ambayo yanaendelea hapa Gift Online TV. Bye bye.